wa uongozi wa nchi yetu, shughuli za muungano ziko pamoja na shughuli za mazingira chini ya ofisi ya makamu wa rais. Kwa hiyo hilo ni la kwanza lijulikane kwamba shughuli tunazozifanya hizi za upandaji miti na utunzaji wa mazingira kiujumla ziko pamoja na shughuli za muungano chini ya ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kwa nini tunapanda miti? Tunapanda miti kama sehemu ya kukijanisha, wanasema tunakijanisha nchi yetu. Unajua miti ina faida nyingi kwenye ustawi wa maisha ya mwanadamu na uhai wa viumbe hai vingine. Iko kwenye biolojia, ni issue ya kitaalamu kidogo. Lakini mwenendo wa majira yetu pia unategemea miti. Masuala ya mvua, ukame, mafuriko na mambo mengine kama hayo. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na kuharibu mazingira. Mazingira yanaharibiwa kwa mambo mengi, lakini kipengele mojawapo ni kukata sana miti. Kwa hiyo huko mwongozo wa kupanda miti mingi, na ofisi hiyo ya makamu wa rais inayosimamia muungano na mazingira ilitoa mwongozo wa kupanda miti 1.5 milioni kwa kila halmashauri, ili kureplace miti ambayo imekwisha katwa sana kwa ajili ya shughuli za binadamu, mambo ya kuni, si wengine wanachoma matofali, si wengine wanakatakata kwa ajili ya mbao. Unaelewa? Kwa hiyo kupanda kwetu miti ni pamoja na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ili turudishe miti mingi kwa ajili ya kurudisha uoto wa asili na tuendelee kupata mvua zetu kwa mujibu wa majira yetu, tusipate mafuriko, tusione mabadiliko ya hali ya hewa yanayotuletea madhara tu kwa sababu tumeharibu sana mazingira, ikiwa ni pamoja na kukata miti. Kwa hiyo hapa tumekuja kudemonstrate juu ya namna gani tunatakiwa tuendelee kupanda miti kila tunapopata fursa, ili kuendelea kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kubwa ni kurudisha uoto wa asili, kureplace miti ambayo imeshakatwa sana kwa shughuli hizo nilizozisema. Asante. Haya. Mazingira, lakini pia tukimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan. Ilikuwa tuna ujumbe mahususi, ziko fedha tumeleta kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya shule kiasi cha milioni 190, kwa maana ya pesa iliyotoka serikali kuu ambayo ametoa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kupitia maelekezo yake kupitia mapato ya ndani ya halmashauri yetu ya Ubungo pia tumetoa milioni 90 ambazo tunakwenda kujenga madarasa 8 mapya pamoja na matundu ya vyoo, ili tuendelee kuboresha shule yetu kwa miundombinu ya kufundishia, lakini na matumizi mengine kama hayo ya huduma za choo. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wenzangu kwamba tuendelee kudumisha muungano ambao umedumu kwa miaka 61. Tuendelee kuwaenzi na kuwashukuru wazee wetu hayati Julius Kambarage Nyerere, mwasisi wa taifa hili, lakini pia hayati Sheikh Abeid Amani Karume, ambao kwa umoja wao na kwa ushirikiano wao waliona ni jambo jema kuunganisha mataifa haya mawili, Tanganyika na Zanzibar, na kupata taifa moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Tanzania imezaliwa kupitia nchi hizi mbili, na tumeendelea kuishi kwa amani, kwa ushirikiano na mshikamano, na hadi sasa sisi tumekuwa wamoja. Kwa kweli tunazidi kushukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameendeleza muungano huo, pamoja na rais wetu Daktari wa Zanzibar, ambao muungano unazidi kuimarika siku hadi siku, na umekuwa ni muungano wa mfano duniani kote. Hakuna taifa ambalo limewahi kuungana likawa wamoja kama ambavyo imedumu Tanzania yetu, ambayo imeungana kwa mataifa ya mawili. Kwa hiyo tunazidi kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo tunaendelea kuishi. Nashukuru sana na wewe kwa nafasi yako kutupa nafasi hii ya kuweza kuyasema machache haya kwa niaba ya jimbo letu la Kibamba, lakini pia wilaya yetu ya Ubungo. Asanteni sana. Asante. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu chama tawala.